Karibuni kwenye kipindi. Asante. Karibu, umetokea wapi? Naitwa Tezra, nimetokea Mnazi Mmoja. Ndio. Wasikia kutoka TikTok. Kwa nini uko hapa? Nipo hapa kwa ajili ya kutafuta pesa na kufanya kazi. Ndio. Kwa kazi za hapa umeelezwa, umezijua, umekubali kuzifanya? Ndio, nimeshazielewa zote. Ndio. Umewahi kufanya kazi hizi? Hapana. Sasa utawezaje kwenda kuzifanya? Nimeelezwa na nimeelewa. Umeelezwa tu na umeelewa? Na zingine nimezifanya. Ndio. Ni rahisi tu hivyo? Maana hujawahi kufanya, sasa utawezaje kwenda kufanya? Au ndio umekuja kujaribu? Nina uwezo wa kufanya. Mbona hujawahi kufanya? Umesikia huko kuna hela ndio umerukia? Au hujawahi kufanya? Na umekuja na mategemeo gani? Ya kufanya kazi. Ndio, kufanya kazi, lakini mategemeo yani wewe kama dada level gani? Mategemeo ya kuwa smart dada. Unataka smart, yani hujawahi kufanya kazi na umekuja unataka smart dada. Focus yako iko kwenye hela. Sasa hivyo sio namna ya kupata hela. Ukitaka kupata hela, una focus kwenye kazi. By now utakiwa uwe una uzoefu wa kazi, umefanya kazi, unajua kazi. Kazi ndio zinampa mtu hela. Lakini ukiangalia tu hela, smart dada 300,000 ngoja nikimbilie, alafu kazi zenyewe unajibu hujawahi kufanya. Utatoboa ndugu yangu? Utatoboa na kuuliza? Ndio, naweza. Ni rahisi kujibu naweza, wadada wengi wanajibugi naweza, lakini kwenye kuweza ni mpaka unapofika kazi ndio tutajua unaweza uwezi. Lakini mimi ninachosema, kanuni ya maisha, focus kwenye kazi, sio kwenye hela. Focus kwenye kazi. Ukifocus kwenye kazi utakuwa hata more than professional dada na utalipa hela nyingi. Lakini ukifocus kwenye hela utafeli kwa sababu ujuzi huna, thamani utoi, huwezi kufika. Umenielewa? Ndio. Kwa hiyo tumeshuhudia wadada wengi hapa wanarukia hela, wanakuja na ma expectation ya kutaka hela, lakini kazi hamna. Nidhamu hakuna. Sasa hicho kitawafelisha sana. Watu wengi wanaolalamika wako kwenye daraja la chini, shida zao kubwa ndio hizo. Wanataka hela mbele, kazi nyuma. Kazi ndio inatakiwa itangulie. Kazi ndio inayokupa hela. Sawa? Ndio. Haya, karibu. Asante.